ni wanawake kuja kuwa wengi zaidi idadi yao kuliko wanaume. Kisha watavaa mavazi ya bei ghali sana, mavazi ya pesa nyingi sana, lakini watakuwa bado wako uchi. Halafu watarundikiza manywele katika vichwa vyao, vitakuwa vikubwa kama nundu za ngamia zilizopinda upande. Mkiona hali hii, fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Alama ya pili, Mtume sallallahu akaahidi akasema kwamba haitofika saa ya kiyama isipokuwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu ni ulevi kuja kutangazwa kwa wingi. Alafu utapewa sifa mbili, kwamba ni kinywaji kitakatifu tena chenye nguvu. Mkiona hali hii, fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kimeanza kutukaribia. Leo ulevi unatangazwa sana kwamba ni kinywaji chenye nguvu. Ukipita barabarani kule utaona mabango yamewekwa, please na bia imara kama simba. Wamekuchorea yule jamaa anaitwa Michael Power, ana misuli, kwamba ukinywa hii unakuwa na nguvu kama uiwa. Alafu pili, ni lini ulevi ulitangazwa kwamba ni kinywaji kitakatifu? Twendeni kanisani kwa ndugu zetu leo, kuna kitu wanakunywa kinaitwa divai. Inasemekana kwa imani yao kwamba ni damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Tangu hiyo damu Yesu afe, kwa hiyo imani yao mpaka sasa miaka 2025 bado hiyo damu ipo tu. Ilihifadhiwa kwenye friji ya aina gani ambayo haijaoza, lakini kiuhalisia ile siyo damu, ni pombe inatengenezwa Nairobi hapa South B kwenye kampuni inaitwa London Distillers Company. Ukiingia kwenye hiyo kampuni, mkono wako wa kuume kuna dirisha wamekuwekea pale na hiyo divai nusu, wakaandika divai, yani kampuni iliyotengeza wameandika divai or the church wine, pombe ya kanisa. Ikitolewa pale, ikiingizwa kanisani, church wine inaondolewa, inabaki neno divai, alafu kunaongezewa maneno mawili hapo, takatifu. Mtume sallallahu ameahidi kwamba mtakapoona ulevi unatangazwa kwamba ni kinywaji kitakatifu tena chenye nguvu, fantadhiru saa, jueni ya kwamba kiyama sasa kinatukaribia. Ya tatu sasa ndio hii shekhi alikuwa anazungumzia. Bwana Mtume sallallahu akaahidi akasema kwamba haitofika saa ya kiyama, kwanza ni kuja kutoweka kwa Qur'ani kama ilivyoshuka. Yani hii Qur'ani itafika miaka ijayo, tukija tukiifungua tunakuta ni drawing pages.